ni makundi gani ambayo yana uhitaji mkubwa wa damu kwenye jamii yetu ambayo tunawapigania? Asante sana ndugu mtangazaji. Makundi makubwa ya wahitaji wa damu ni pamoja na kundi la kina mama wajawazito na watoto wachanga, yani watoto chini ya miaka 5. Hawa ndio wanaochukua sehemu kubwa sana ya mahitaji ya damu. Na kundi la pili ni kundi la wahanga wa ajali. Tunaamini kila mmoja nafahamu inapotokea ajali kuna watu wengine wanaweza kaumia wakatokwa na damu nyingi, na mwisho wa siku ili kuweza kuokoa maisha yao tunahitaji kuweza kuongezea damu. Na kundi la tatu la hawa wahitaji wa damu ni kundi la watu wote ambao huwa wanahitaji kufanyiwa tiba ya upasuaji. Naamini jamii nafahamu kuna magonjwa mengine hayahitaji njia nyingine tofauti na zoezi la upasuaji. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafanyia upasuaji, mara nyingi madaktari wanapenda lazima kuwepo na akiba ya damu, ili ikitokea huyu aliyefanywa tiba ya upasuaji ametokwa na damu nyingi wakati anafanywa tiba hiyo, basi aweze kuongezewa damu na asije akapoteza maisha kwa sababu tu ya kutokwa na damu akiwa kwenye chumba cha upasuaji. Na kundi la 4 ni kundi la watu wote ambao wamezaliwa na matatizo ya kuishiwa damu mara kwa mara. Yani wale wenye sickle cell anemia. Hawa nao wamekuwa ni wahitaji wakubwa sana wa hizo damu ambazo tunapambana kuzitafuta ili kuweza kuokoa maisha yao. Na kundi la 5 ni kundi la watu wote ambao wanaweza kaugua magonjwa mbalimbali, magonjwa ambayo yanaweza kumpelekea mtu akaishiwa damu. Kwa mfano labda mtu anaweza kuwa na minyoo, anaweza kuwa na kansa na magonjwa mengine ambayo yanaweza kumpelekea huyu mtu akapungukiwa damu, basi ndio wanaingia kwenye hili kundi pia la 5 la wahitaji hawa wa damu. Bwana Tadeo, umehamasisha watu wamechangia damu. Nini matokeo yake, manufaa kwa mchangia damu ni yapi? Kimsingi mtu anapopata nafasi ya kuweza kuchangia damu, kikubwa anachokipata kwanza kabisa ni kule kushiriki zoezi hili la kuweza kuokoa maisha ya watu wengine ambao ni wahitaji wa damu. Kiufupi tunamuita ni shujaa. Ninaamini kila binadamu anapokuwa amepambana kuweza kuokoa maisha ya mtu yoyote kwa namna yoyote, huwa kuna namna moja, namna ambayo anaweza kujisikia yani rohoni kwamba na mimi nimefanya kitu cha kiungwana. Kwa hiyo faida moja hapo ni kule kushiriki kuokoa maisha ya watu wengine ambao ni wahitaji wa damu. Lakini pia kwa sababu hizi damu tunapozikusanya huwa hatuzipeleki moja kwa moja kwa wahitaji wa damu, huwa tunazifanyia vipimo vya haya magonjwa 4, yani maambukizi ya virusi vya ukimwi, maambukizi ya kaswende, maambukizi ya homa ini B na maambukizi ya ugonjwa wa homa ini C, pamoja na makundi ya damu ambayo sio ugonjwa. Kwa hiyo mtu anaposhauriwa kurudi aliposhiriki zoezi la kuweza kuchangia damu kuweza kupata majibu yake, yeye kama mchangiaji wa damu anapata faida ya kuweza kuijua afya yake. Na faida nyingine ni kwamba kila mtu anaposhiriki zoezi la kuweza kuchangia damu huwa tunawapatia vitambulisho ambavyo vitatambua wao kama wachangiaji wa damu. Inapotokea yeye au ndugu yake yeyote wa karibu ana uhitaji wa damu, kwa hiyo kitambulisho kile kinatumika kuweza kuokoa maisha ya ndugu yake au yeye mwenyewe wakati akiwa na uhitaji huo wa damu. Kwa hiyo hizo ndio faida za msingi ambazo mtu anaweza kuzipata kwa kushiriki zoezi hili la kuweza kuchangia damu. Okay, Vivian, karibu. Nilikuwa nataka nifahamu sasa, tumeona yale makundi ambayo yanahitaji kupatiwa damu kwa kiasi kikubwa ndio wahitaji tunawazungumzia. Hizi kwenye kampeni zenu mnaona ni kina nani hasa, yani makundi gani ambayo yamekuwa yakiwa kipaumbele zaidi katika kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu wengine? Asante sana ndugu mtangazaji. Basi kwa sababu sisi tunapita katika makundi mbalimbali na kuweza kutoa elimu na kuhamasisha watu waweze kushiriki zoezi hili la kuweza kuchangia damu, kwa zaidi ya 80% kundi la wanafunzi wa sekondari pamoja na vyuo limekuwa likiongoza kuhakikisha kwamba wanashiriki zoezi la kuweza kuchangia damu. Lakini pia tukiangalia kwa upande wa jinsia, kundi la wanaume nalo limekuwa na nafasi kubwa sana ya ushiriki katika zoezi la kuweza kuchangia damu. Japo tunapita maeneo mbalimbali, kwa mfano vijijini, kanisani, misikitini na maeneo mbalimbali ya wazi, tukiwa na jukumu hili la kuweza kuwaelimisha na kuwaomba kushiriki zoezi la kuweza kuchangia damu.